athari gani katika mchezo huo wa dabi? Mimi nadhani pia kuna kauli nimeisikia imezungumzwa jana. Nadhani ilikuwa ni kauli ya msemaji wa bodi ya ligi Karim Boimanda ambaye amesema mechi itachezwa kwa Mkapa. Sasa sijui kama kuna mabadiliko baada ya hapo. Baadaye nimeona wamepost pia bodi ya ligi kwamba itachezwa Zanzibar. Ya, ni uwanja na ni sehemu ya Tanzania, kwa hiyo it's not a big deal mechi inakochezwa. Kwa cha msingi ni mechi ichezwe tu popote pale. Kwa sababu hiyo si itakuwa kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Simba itachezwa Dar es Salaam, kwa hiyo it's not a big deal. Haitaenda kuathiri chochote. Haiwezi kuathiri chochote kwa sababu viwanja labda athari pekee ni kwamba mashabiki wachache wataingia. Kwa sababu kwa Mkapa ni watu 60,000 na nadhani kwenye mechi ya dabi ya Simba na Yanga uwanja huwa unajaa full capacity mara nyingi. Watu at least 58,000 mpaka 59,000. Kwa hiyo ni kuna baadhi ya watu watakuwa wamekosa fursa ya kuangalia dabi kwa sababu venue ya ni uwanja wa Amani, sio? Ambao ni watu 15,000, sio? 15 16. Ya, kwa hiyo ni hicho, lakini sasa kwangu mimi sio athari kubwa sana kwa sababu Wazanzibari ni ndugu zetu, kwa hiyo kupeleka dabi kachezwa kule sio issue. Let's hope pia na mechi za ligi kuu ya Zanzibar zitakuja kuchezwa hapa Dar es Salaam pia, ili na sisi wa bara huku tuone timu za Zanzibar kama ambavyo na wao wanaziona za bara. Tubadilishane. Hii itakuwa fair hivyo. Kwa kuangalia matokeo ya Young Africans wakiwa pale ni kama wanatumia wao kunufaika nao zaidi, wakiamini wanapata matokeo kwenye uwanja ule, tofauti na klabu ya Simba ambao wanaona ni kama vile uwanja ule umewakataa. Kwamba kuna mambo ya kiimani labda au kuna ushirikina watu wanafanya, labda wanaroga ndio wanafanikiwa na wengine hawafanikiwi, au yani si imani tu kwamba bana sisi tukienda sehemu fulani tunashinda, wengine hawa. Mbona kumfunga Ahli sasa, na Ahli alicheza pale pale. Au alishinda ile mechi. Kwa hiyo kumbe wakiwa hawajajipanga sawa sawa wanaweza wakakosa matokeo pia, si ndio? Wakiwa hapo Amani. Uwanja uchezi. Na mimi hivi vitu vya kwamba tukicheza sehemu fulani au tusipocheza sehemu fulani sina imani navyo sana. Ni kwangu mimi ni vitu ambavyo havina msaada wowote. Sawa, timu yetu ya taifa tulienda kucheza, kuna mechi pale ni Zambia au ni mechi gani? Matokeo yalikuwaje? Nadhani hata Niger pia tulicheza naye Zanzibar pale pale, sio? Matokeo yalikuwaje? Au watu wa Yanga waligoma kulisaidia taifa kulipa taifa siri kwamba nyinyi mkicheza hapa huwa nini kinatokea? Maana timu ya taifa wachezaji wengi wanatoka Yanga, basi wangesaidia ile siku, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo hivyo vitu havina nafasi kwenye mpira. Football itachezwa na yule ambaye amejiandaa vizuri atashinda hiyo mechi. Whether mechi ichezwe Zanzibar, whether kama tungekuwa na uwezo wa kwenda mwezini au hata tuhamishe nchi, mechi ya dabi ya Simba na Yanga ikachezwa Nairobi pale Kasarani au kwenye uwanja mpya ule wa Raila Odinga. Atakayefungwa atafungwa, atakayeshinda atashinda, kama ni sare Mwenyezi Mungu amepanga ndio itakayotokea. Mimi kwangu swala la uwanja, unless labda tuambiwe kwamba bana kuna mtu anajua kuroga, fundi kweli kweli, yeye huwa anawasaidia Yanga kwamba kila wakicheza hapa wanashinda. Lakini mimi nitamuuliza huyo mtu ile siku mechi na Ahli alikuwa wapi? Au sisi mechi zetu za timu ya taifa Yanga hawana interest nazo? Kwa hiyo mimi hata siamini kwamba eti Yanga ule uwanja wana mafanikio nao, hapana, sio kweli. Na lakini kwa kuitazama dabi kwa namna ambavyo performance za wachezaji wa Yanga, wachezaji wa Simba kiuchambuzi, sasa hiyo mechi tuitarajie kuwa ni mechi ya namna gani? Nadhani tutashuhudia game moja nzuri sana ambayo ina ushindani, kwa sababu kwanza timu zote mbili zitakuwa zinakutana huku zikiwa zimecheza mechi chache za ligi, kwa sababu Simba na Yanga hawajacheza bado at least mechi 14 au 15 kama ilivyo kwa watu wengine. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na ushindani kwa sababu kila timu itakuwa na kitu cha kugombania. Hizi timu zimecheza idadi ndogo sana ya mechi za ligi, kwa hiyo bado kuna sehemu kubwa ya msimu ambayo iko mbele. Na
wote wawili wako vizuri. Ukiangalia Yanga wako sawasawa, Simba pia wachezaji waliowasajili kwa mfano wameshaanza kuclick na wanafanya vizuri. So mimi nategemea tutashuhudia game ambayo ni bora sana, na atakayeshinda ni yule ambaye atakuwa amejiandaa vizuri. Yeah. Maneno miongoni mwa wachezaji ambao wanaimbwa sana hivi sasa ni Oura kutoka Simba, Depo kutoka Club Young Africans. Wana nafasi gani za kuisaidia timu zao kupata matokeo kwenye mechi? Of course nafasi ni kubwa kwa sababu kwanza hawa ni wachezaji ambao bado wana ile element of surprise kwa sababu bado ni wapya. Depo nadhani ameshacheza mechi at least 5 ama 6. Hawa kina Anisel Aura, kina sijui Lohemba na yule Libase Gay nao bado ndio wanajitafuta. Kwa hiyo ile element of surprise kutoka kwa hawa wachezaji wapya ndio kitu ambacho tunategemea kitaongeza ubora wa huo mchezo, lakini sio wachezaji tu, hata mabenchi ya ufundi. Pedro Goncalves kutoka Angola itakuwa ni dabi yake ya kwanza. Steve Baka kutoka South Africa. Pedro Goncalves ni Mreno aliyekuja Angola na Baka ni South Africa. Kwa hiyo wote hawa ni dabi yao ya kwanza. Kitu kingine ambacho pia kitaongeza msisimko, lakini pia msisimko utaongezwa na ukweli kwamba baada ya hapa tutaona dabi nyingine pia, kwa sababu hii itakuwa ni dabi ya raundi ya kwanza, na maybe ndani ya miezi 2 au 1.5 tutashuhudia dabi nyingine wakati ligi inakwenda kumalizika. So there's everything to play for kwenye ligi. Bado hizi timu hazijapishana sana in terms of kile ambacho wameachieve. Kwa hiyo kutakuwa na mechi ambayo itakuwa na msisimko mkubwa kwa sababu kuna kila kitu ambacho timu inatakiwa kukiwania bado kiko mbele. Ingekuwa ni tofauti kama kuna timu imezidiwa point 5 ama 7, lakini wanakwenda wakiwa wamepishana pointi chache namna hiyo. Kwa hiyo nategemea game nzuri. Atuone hapo na mara ya 7 ama mtu kata utei. Yeah, I don't think kama Simba watakubali kupoteza kwa mara nyingine. It will be very difficult na ni jambo ambalo litakuwa gumu kidogo kwa watu kulielewa. If it so happens it's football, na kwenye football za kufungwa hata mara 10 it's not a big deal, ndio mpira ulivyo, lakini mimi imani yangu inaniambia haitokuwa mechi nyepesi sana kwa Yanga, na nadhani wao ndio watakuwa under pressure kwa sababu ya ushindi mfululizo walioupata kwenye mechi nyingine. Kwa hiyo pressure itakuwa kwao zaidi. Asante sana Kamani. Shukrani. Mwanamichezo, nimezungumza hapo na Jeff Leah, ameweka maoni yake kuelekea dabi ya Kariakoo, mechi moja pale kwenye uwanja wa Amani Complex. Baada hapo sina la ziada. Mimi ni Tifa Nafi, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, YouTube @AvaTV TZ, Instagram @AvaTV TZ pia.